Ni kukaribisha kwenye Love Life Academy. Popote pale ulipo na unapo nisikiliza rafiki yangu. Leo tuna topic ambayo nataka tuizingatie, tuizungumzie na tuifanyie kazi. Topic ya leo inahusu masuala ya talaka, masuala ya migogoro na masuala ya ndoa na uchumba. Tusikilize maandiko matakatifu na neno la Mungu linasemaje juu ya mambo kama hayo. Maana wengi tupo kwenye mahusiano lakini tupo kichwa na miguu nje ya neno la Mungu, nje ya sheria ya Bwana. Ukisoma kitabu cha Mathayo sura ile ya 19 kuanzia mstari wa 7 hadi wa 9, maandiko yanasema kwamba hautakiwi kumpa hati ya talaka au kuachana na mume wako na mke wako, labda kama ni sababu ya uasherati tu. Ukimwacha mume wako au mke wako kwa sababu ya uasherati, hujafungika, unaweza kuoa au kuolewa sehemu nyingine. Lakini kama ni sababu nyingine yoyote nje ya uasherati, ukimwacha mume wako au mke wako, ya maana umefungika, hutakiwi kuoa au kuolewa. Labda utafunguliwa kifungo hicho yule ambaye ulikuwa naye kwenye mahusiano akifa. Tofauti na hapo, ukifanya hivyo ukaoa au kuolewa kwa mtu mwingine yeyote, na maana utakuwa unazini na yule mtu, uwe ni mwanamke au ni mwanaume. Na maana dhambi ya uzinzi ni jehanamu ya moto. Soma Ufunuo sura 21 mstari wa 8, anakuambia wasioamini, waoga, wazinzi wote ni kwenye ziwa la moto. Kwa hiyo maisha ya mwanadamu, kwa sababu ya kushindwa kujua sheria ya Bwana, tunachukua vitu kichwa. Hata watumishi wengine wanawadanganya watu madhabahuni, lakini pia dini nyingine pia zinawakosesha watu neema ya Mungu na neema ya Kristo kwenye maisha yao. Kwa lazima turudi kwenye misingi, tujue kwamba aliyewaunganisha Mungu mwanadamu asiwatenganishe. Awe ni mama mkwe, awe ni shemeji, awe ni wifi, hatakiwi kuvunja ndoa ya familia au ya mtu yeyote. Hao watu wanapohusika katika kuvunja ndoa hiyo, ina maana mwisho Mungu atawahukumu na atawaadhibu na watabeba laana na mikosi. Maandiko yanasema na ndoa iheshimiwe na watu wote na maradhi yawe safi. Malaya na makahaba wanaoingilia ndoa za watu kuzivunja, hao wote ni hukumu ya jehanamu ya moto. Lakini pia maandiko yanasema aliyekiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe. Hapo mwanzo Mungu alimuumba mtu mume na mtu mke, akawaumba kwa sura na kwa mfano wake. Akawaambia wakutane, waunganike, wazae, waongezeke, wakaijaze dunia. Ina maana mume atawaacha wazazi wake, ataambatana na mkewe, na wote si wawili tena bali wamekuwa kitu kimoja. Kwa hiyo haya nikufundishayo ni mambo ambayo unatakiwa uyajue, ya kuongoze. Uelewe mawazo ya Mungu, hukumu za Mungu, sheria za Mungu na maelekezo ya Mungu yanasemaje. Kwa sababu chochote kile mwanadamu anachokifanya hapa duniani nje ya mapenzi ya Mungu, mwanadamu huyo anaelekea kwenye kuanguka na uharibifu. Ndio maana leo umependa, uliposalitiwa umechukua maamuzi magumu. Wengine wamekunywa sumu, wengine wameona hawafai, wengine wanaogelea magonjwa na msongo wa mawazo, wengine mioyo yao inavuja damu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ndani yao hayupo. Roho Mtakatifu akuweza kuwafariji na kuwatia nguvu katikati ya jaribu hilo hayupo. Unamhitaji Mungu sasa. Ndio maana mamilioni ya watu wanaonitafuta, wanaokuwa wanapitia maumivu, na washauri kulingana na neno la Mungu, lakini pia nikiwaombea na nikawaongoza, na maana unashangaa wanapona, wengine ndoa zao zinarudi, wengine maisha yao yanapata matokeo. Kumbuka Mungu amenipa neema na nina kipawa na mafuta juu ya hilo jambo. Kwa hiyo usikate tamaa, usichoke. Hata kama wewe umeachika, unapitia maumivu, unavuja damu, maisha yako umeyakatia tamaa, unatamani unywe sumu ujiue, kabla ya kufanya hivyo nitafute. Mungu atakuachilia neema, kibali na rehema zake zitakuongoza, na utashinda na zaidi ya kushinda, na utatimiza mapenzi ya Mungu kwenye maisha yako. Mimi naitwa Apostle Johannes John. Unaweza kunitafuta kwa ajili ya vitabu, ushauri,
Lakini pia unaweza kuja madhabahuni, tupo Kimara Korogwe. Ina maana kuna mafunzo mengi sana ya wachumba, wanandoa na watu wengi wanaotaka kumuona Mungu, lakini pia wanaotaka kumtumikia Mungu. Wengine pia wanaotaka kuziona fadhili za Bwana zikitenda jambo live kwenye maisha yao. Mungu ni Mungu mwenye nguvu na rehema nyingi. Usiache kunitafuta ili Mungu ajidhihirishe kwenye maisha yenu. Nawapenda. God bless you. Be a shining star in Jesus' mighty name. Thank you for watching.